Imeumbwa kwa ajili ya burudani, watu wafurahi. Sisi tuko hapa kwenye Super Breakfast, tumezungumza mengi sana. Tumezungumza mambo ya vita huko Irani na mambo mengine kama hayo. Tulegeze kidogo ubongo, tuzungumze kuhusu burudani. Ulisikia kuhusu mabilioni yanayotolewa kwa watengeneza content? Umezisikia hizo habari? Basi sisi tuko na wanufaika, na nitaomba nikopeshe hela. Tuko na mchekeshaji lakini pia ni mtengeneza maudhui mahususi sana. Mimi napenda sana namna ambavyo ameamua kujigawia kipande chake cha kutengeneza maudhui kuhusu masuala ya utapeli mtandaoni. Ukisikia utapeli mtandaoni unamkumbuka Pengo Makeke. Jina lake anaitwa Fadhili Atiki. Tutazungumza naye mambo mengi sana kuhusu hili. Fadhili, karibu. Asante sana. Pengo, karibu. Asante sana. Tumefurahi kuwa na wewe. Kwa dakika hizi ambazo zipo, kwanza, kwa nini uliamua kuchagua kipande kile cha ndio unafanya content, ndio unafanya comedy, lakini kwa nini utapeli sana? Utapeli kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa sifanyi content za utapeli, nilikuwa nafanya content za kawaida. Kwa baada ya mimi kutengeneza maudhui ambayo ya kisa ambacho kisha kunikuta, nimesha kutapeliwa. Wakati nafika mjini, kwa katika harakati za kutengeneza maudhui ya mtandaoni, nikajikuta nimekumbuka ile tukio ambalo nimesha kufanyiwa. Kwa hiyo nikatengeneza content ambayo inanihusu mimi kutapeliwa. Baada ya kutengeneza ile content, nikaanza kupata comments nyingi. Nikaanza kupata pia DMs nyingi, watu wakisema kwamba mimi nishaikuta kama hivyo. Mwingine anasema mimi nishaikutapeliwa sehemu fulani. Kwa comments zikawa nyingi sana. Nikasema okay, kumbe hichi kitu kipo kinaendelea kuishi mpaka sasa hivi. Basi kuna haja kubwa sana ya kufanya kazi hapa ili kuweza kutoa elimu kwa watu waweze kuwa makini pamoja na mali zao pamoja na vitu vyao. Kwa safari kama imeanzia hapo. Kwa nikajikuta tu automatically inakuwa mwalimu wa kufundisha watu namna gani ya kuepukana na matapeli. Ulipigwaje Pengo? Mimi Mikocheni pale. Kuna siku natembea maeneo ya Mikocheni. Kuna jamaa mmoja kama alikuwa anapita, nimpita njia, akanisimamisha akaniambia kuna sehemu naelekea mara moja, naomba nikuulize kama unafahamu. Nikamwambia ni sehemu gani? Akaniambia duka la madawa liko sehemu fulani, ndio jina fulani. Nikamwambia hapana, mimi silifahamu ile duka la madawa. Sasa katika kati za kuendelea kubishana pale, kuna mwingine kama amekuja nyuma yangu. Akasema jamani, habari sasa hizo kama mnaongea muda mrefu, una shida gani? Yule jamaa akasema mimi naulizia duka la madawa, nilikuwa namsimamisha ndugu yangu hapa, ananiambia ile duka alifahamu. Kwa walipokuwa ananiambia ile duka alifahamu, yule jamaa akasema mbona ile duka liko sehemu fulani hapo na sio mbali kutoka hapo, tumpeleke huyo mtu. Umeona? Sasa mimi nikasema kama unalifahamu basi umpeleke, kwa sababu na ratiba zangu naendelea na shughuli zangu zingine. Ndio. Kwa jamaa akasema basi jamani tumsaidieni, kwa sababu hata siku nyingine pia ukimpeleka hata unaweza kupafahamu, hata mtu mwingine kuulizia na kwa rahisi. Sio tuna ukarimu. Ndio. Nikasema basi haina shida. Tukampeleka yule bwana. Kufika katika kuna kibabara fulani tukamfika, lakini hakuna dalili yote kwamba kuna duka la madawa wala duka ulioni. Yule jamaa tukasema sehemu yenyewe ni hii hapa. Kwa hiyo katika za kusema vile yule jamaa akasema basi haina shida, kwa sababu mmenisaidia na mimi nataka niwasaidie. Kwa sababu mimi kazi yangu ni daktari, lakini mambo yetu yale ya ukitaka pesa nyingi na nini vitu kama hivyo sema yeye mganga. Alafu na wewe ndo umekuja kuhasa. Na mimi nilikuja kuhasa hapo. Nasema tobo ndo hiyo. Akisha saka akaanza kunijaza pale, sijui na nini. Kwa hiyo nimekuja hapa, huyu mtu kuna kifaa kukichukua hapo kwenye duka la madawa ili nikachanganye na mambo yangu kidogo. Kwa hiyo mimi nataka niwasaidieni. Kwa sababu mmeshanisaidia mimi kunileta ile duka la madawa. Kwa hiyo utaanza wewe, ambaye sasa yule jamaa kama ambaye alikuwa anajifanya kama anajua ile duka la madawa, kwamba anipatie vitu vyake vyote, aende kwenye njia panda, aombe, atakachokipata atakuja kuniambia mimi. Kwa kweli jamaa akanipa simu, akanipa wallet, akaenda kwenye njia panda. Alipofika njia panda akarudi chap, yuko speed vibaya mno. Ninachokipata. Jamaa akamzuia, unachokipata ni siri yako. Zamu ya mdogo wako na yeye kufanyaje? Kwenda naye akipata kile ambacho anakihitaji. Kwa hiyo mdogo wake ni nani? Ndio mimi sasa. Kwa hiyo mimi tena kawa ni zamu yangu kumpatia vitu yule jamaa, ili na mimi niende njia panda nikafanya yangu. Kwa hiyo nikampatia vitu vyangu, nikampatia ilikuwa ni simu na kama shilingi 1300. Nikampatia, nilipofika njia panda omba dua za aina zote. Kila aina dua, kwa sababu dua zote ndio mtu naomba unataka upate hela tu. Upate hela. Lakini kile kiangalia mfukoni na namna lolote. Au nimekosea masharti? Basi nirudi nikawaambia jamaa, kurudi pale sikuti mtu hata mmoja. Simkuti mwelekezaji, simkuti mtu ambaye kwenda duka la madawa. Kwa hiyo kumbe wale jamaa wote walikuwa watu wamoja. Kwa hiyo mimi sasa sikujua, kwa sababu kutokana na ile situation ambayo ilikuwepo, yule mwingine katokea huko, mwingine katokea huko, kwani wanakuchanganya. Kwa hiyo of course nikajikuta nacheka kwa ndo tayari shaingizwa mjini. Sababu kuna kutapeliwa, alafu kuna kutapeliwa utapeli wa kiganga.
umeona. Kwa katika harakati za kutafuta content, unajua ukiwa msanii unakuwa na idea yani unakuwa kwa msanii mwingine leo nifanya idea gani, leo nifanya idea gani. Kwa hiyo nimekumbuka ile tukio langu ambalo lilinikuta. Kwa baada ya kulitengenezea katika muundo wa content, watu sasa ndio wakaanza kuamka baada pengo makeke hivyo mpaka leo. Kwa asilimia kama 90 content ambazo natengeneza ni content ambazo ni halisia na ni content kutoka kwa mashabiki zangu ambao wao ndio wananipa hizo ideas. Ni ngumu kiasi gani mtu kuwa content creator? Nauliza hivi kwa sababu kila mtu sasa hivi anaamini yeye anaweza kuwa mtengeneza maudhui. Ni ngumu kiasi gani kuwa content creator? Ugumu uko pale ambapo watu sasa waamini kile ambacho nakifanya. Na kutengeneza maudhui sio kupost. Kuna kutengeneza maudhui afu na kupost. Kupost mtu anaanza kupost kwa sababu kila mtu ana simu na smartphone na nini na kila kitu. Mtu anaweka bando anaanza kupost. Lakini kutengeneza maudhui ambayo mtu akayaelewa, akayashika na akayapenda, hapo ndo kuna changamoto. Kwa angalia kitu ambacho nakifanya na hicho kitu ambacho nakifanya yani mteja wako ni nani. Kama ni kitu kinahusu wadada basi walenge wadada. Kama ni kitu kinahusu watu walika zote, walenge lika zote. Kama ni kitu kinahusu vijana basi nenda kwa vijana. Hivi nyie mkikaa kwenye magenge yenu ili kumtambua huyu ni content creator mkali kibongo bongo hapa. Tulisikia hapa juzi mambo ya Speed yani ndio kila mtu akawa na tension hivyo. Wengine wakasema mbona sisi hapa bongo tuna content creators wakali tu na wanafanya mambo yanaenda viral. Ili mtu awe content creator mkali, wewe kwenye viwango vyako, anatakiwa anafanya nini? Cha kwanza afanye kitu ambacho watu wanakipenda kwa asilimia zote. Cha pili afanye kitu ambacho kina quality. Yani kazi ambayo iko standard. Yani mtu akiangalia anasema kweli kazi iko vizuri. Kwamba hata sehemu yote inaweza kaenda. Lakini la tatu awe ni mtu ambaye ni mbunifu. Yani kuwa na ubunifu kwa sababu content zinachokibeba zaidi ni ubunifu. Ukiangalia kwenye upande wangu mimi kwenye content zangu ambazo nazitengeneza, ubunifu ndo asilimia nyingi ambazo unaona mtu katumia akili. Kuanzia mavazi, kuanzia mazungumzo, kuanzia misemo na misemo mingi ambayo mpaka sisi mtaani inatumika. Hao ndo ninaowataka, mnafanyaje kanini yaka. So vitu kama hivyo. Dress code yangu ile. Na leo ujeje tu na dress code. Yaani unajua kuna mtu anaweza kaa hajaiona dress code anajiuliza huyu ndo huyu kwa sababu dress code ni moja kati ya kitu kinakutambulisha sana. Nikikupa nafasi utaje content creators wakali watatu bongo wanaofanya vizuri. Wa kwanza kwa upande wangu mimi hapa, wa kwanza ni Joti anafanya vizuri sana kwenye upande wangu kwa sababu kwanza kabisa yeye ni mtu ambaye alikuwa kwa muda mrefu lakini pia hajataka kukata tamaa, anaendelea kukomana vijana na sisi pia yuko mpaka saa hizi na anafanya kazi vizuri sana. Wa pili ni Zero Brain. Zero Brain anafanya vizuri sana kwa sababu ni mmoja kati ya content ambao wanatengeneza maudhui wakiwa hapa lakini content zao zinafika mbali zaidi. Kwa kila anachokifanya of course na appreciate. Lakini watatu kwa upande wangu ni Ankozala. Ankozala yuko Speed na anakuja vizuri na anavunja rekodi kwenye upande wa viewers mpaka saa hizi. Ana video zake zingine zinafika mpaka milioni 100. Video moja milioni 400. Video moja, vitu kama hivyo. Kwa zinaenda viral. Watu wa Hindi huko, watu wa wapi wanaangalia sana hizo. Vitu kama hivyo. Haya, sisi bado tuko naye hapa. Tunaenda kupata news update. Tuna kusikiza news update after tukirudi tutamalizia mahojiano haya. Kutokea Mikocheni Dar es Salaam. East Africa Radio. Ni East Africa Radio. Ni East Africa Radio. Together tunawakilisha. East Africa Radio. Together tunawakilisha. News update. Asante sana. Rais Samia Suluhu Hassan amekiri kuwa katika shughuli za kuhamisha wananchi kutoka hifadhi ya Ngorongoro kwenda Msomera mkoani Tanga, serikali ilikosea baadhi ya maeneo. Amesema taarifa hizo zimewapa taswira halisi ya uhamaji wa wananchi kutoka Ngorongoro kwenda Msomera. Rais Samia amesema hayo jana Alhamisi Machi 12 mwaka 2026 wakati akipokea ripoti mbili za tume zilizounda kuhusu eneo la Ngorongoro Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Taarifa hizi pia zimetupa taswira halisi ya changamoto za utekelezaji wa zoezi la uhamaji wa hiari kwa wakazi wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro kwenda Msomero, Kitwaibi, Saunyi na maeneo mengine. Nasi tumezisikia changamoto, tumesikia kwamba serikali tulifanya zoezi kwa nia njema lakini tulikosea
baadhi ya maeneo, na hayo ndio maeneo ya sasa kukaa na kutafakari na kurekebisha. Kwa hiyo tutaendelea na hilo zoezi, lakini baada ya kurekebisha. Ni matumaini yangu na ya Watanzania kuwa mapendekezo yaliyomo katika ripoti hizi ambayo yamekwenda kwenye maeneo ya kisera, kisheria, kiuchumi na kijamii ambayo serikali tumeshayapokea, tutakwenda kuyafanyia kazi, yatatuongoza katika kupata namna bora ya kushughulikia suala hili muhimu kwa maslahi ya wananchi na taifa kwa ujumla. Wananchi nchini Tanzania, hasa wazazi na walezi kutoka mikoa ya kusini mwa nchi, wametakiwa kuacha tabia za kupakia watoto kwenye magari yanayokuja Dar es Salaam bila kuwa na uhakika wapi watoto hao wanaenda kufikia. Kutokana katika kituo cha mabasi yaendayo mikoa ya kusini Mbagala, hii inatajwa kuwa changamoto kubwa ambayo hulazimu uongozi wa kituo hiki kuingia gharama za kusafirisha na kuwarudisha kwao. Baadhi ya wahudumu wa mabasi ambao wanafanya kazi katika sehemu hiyo na kuwarudisha watoto hao walipotoka, wanadai wengi huwa na umri mdogo zaidi ukilinganisha na kazi wanazokuja kuzifanya jijini Dar es Salaam. Kwa changamoto tunazokuwa tunapata kwenye magari ni kama hivyo, watoto wanasafirishwa bila wao wenyewe, yani kwanza wana umri mdogo, wanaweza wakachukuliwa kama wafanya kazi wa ndani, wanaweza wakaja wakatelekezwa hapa stendi na hawana msaada wote. Kwa hiyo sisi kama maagenti ndio huwa tunawasaidia, tunawachukua mpaka wanapofika, kuwasiliana na ndugu zao, kama watakuwa na mawasiliano tunawasiliana na ndugu zao na kuja kuwachukua. Hii changamoto ya watoto wanafanya kazi za ndani imekuwa ni wimbi, ni tatizo kubwa. Mfano mimi juzi kati hapa nisafirisha mtoto kutoka Mbagala kuelekea Dodoma. Anasema alikuwa anafanya kazi kwa mwalimu hapa Kongowe. Ni mtoto mdogo, ana umri wa miaka 11. Huyo mama alikuja baadaye akajiita yeye ni mwalimu. Nikamuuliza, wewe ni mwalimu kweli? Kwa sababu unajua mimi mwalimu ni kioo cha jamii. Sasa inapokuja kutokea kitu kama hichi, mtu aloenda shule anafanya vitu kama hivi, na wale ambao hawajaenda shule watafanyaje? Na jeshi la polisi nchini Kenya limesema linahitaji nyongeza ya shilingi bilioni 21 ili kugharamia shughuli za kuimarisha usalama wa nchi kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka 2027. Douglas Kanja ambaye ni Inspector General wa polisi ameambia kamati ya bunge ya utawala na usalama wa ndani kuwa baadhi ya vituo vya polisi havina umeme, huku takriban nusu ya vituo vyote nchini vikiwa havina magari. Fedha hizo ambazo zinahusisha shilingi bilioni 20.16 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya maendeleo ziliwasilishwa bungeni. Na kwa nukta hiyo sasa ndo tunaweka nanga ya news update kutoka hapa East Africa Radio. Mimi ni Egbert Alfred Jr. News update. Usitoke. Baki hapo hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. Tunarudi. Hatujaribu kwa sauti. Sisi ndio sauti. Tumejengwa na mtaa. Vimugude kone mekanga ngama. Tumepigwa na jua. Atipesiketo chesba. Bado. Tusikize live online at eastafricaradio.com. Hapa Viki ni nguvu. Ni kweli. Na kila sauti ina maana. Hii ndio sisi East Africa Radio. Together tunawakilisha. Offer package. Hivi nani hataki zawadi? Nani hapendi discount? Offer package ni ya kwako msikilizaji. Ni ofa za wiki, zawadi za papo kwa hapo na promotion za kibabe kabisa. Sikiliza tuenzetu kila asubuhi. Labda leo ni siku yako ya kubeba package ya nguvu. Kutoka gengeni hadi mama masoko, kutoka kwa dalali hadi kwenye ofa, biashara inaanza asubuhi. Twenzetu sokoni, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 hadi 4 kamili asubuhi. Hapa East Africa Radio. Wai soko, wai mkwanja. Twenzetu sokoni. Haya, asante kwa kuendelea kukaa pamoja na sisi. Nilikwambia tutavuka kidogo kuendelea kuzungumza mambo haya. Ni burudani,
Lakini burudani hii leo ina funzo kubwa sana, na tunazungumza na Pengo Makeke, mtengeneza maudhui, mchekeshaji kutoka hapa nchini Tanzania, ambaye yeye sana amekuwa akitengeneza maudhui au content ambazo zinafundisha, zinaelimisha, zinakufurahisha, lakini ndani yake zimebeba ujumbe ambao unaweza kukukumbusha kwamba na wewe unaweza kupigwa hivyo. Yeah. Kwenye content unazozitengeneza, najua idea huwa hazitoki mbinguni. Yeah. Ni mambo ambayo yanatokea kwenye jamii. Yeah. Wengi wanatapeliwa wapi? Utapeli uko aina nyingi. Kuna utapeli wa mitandao, kuna utapeli wa viwanja, kuna utapeli wa kimapenzi, kuna utapeli, yani utapeli upo kwenye lengo tofauti tofauti. Sababu lengo la utapeli ni kuchukua kitu ambacho sio chake kutoka kwa mtu ambaye amekitafuta kwa jasho lake. Na ili utapeliwe sasa, yani lazima uwe na vitu vitatu. Sifa za anayetapeliwa. Sifa za mtu anayetapeliwa. Cha kwanza kabisa, awe na tamaa. Kisha kuna tamaa, basi tapeli umempa mwanya mzuri yeye kufanyaje? Kufanya kazi yake. Cha pili, ukiwa na hofu, mtu anaweza akaja na kuambia unavukaje barabara sehemu ambayo sio zebra. Unaweza kushangaa. Sasa ndaka nivuke wapi jamani? Kwa katika unaweza kushangaa ndio kujaza swali lingine. Au ndo tabia zako za kila siku. Au yumi ni nani? Au si nani? Kwa anakujaza hofu, mwisho wa siku anaingia mkenge, anakutapeli. Lakini kitu kingine ni uzembe. Wengine watapeliwa kutokana na uzembe. Uzembe ni kwamba, kwa mfano mimi nimekuja dukani, nimekuja na shilingi 10,000. Nataka kitu cha shilingi 500 au shilingi 1,000. Na kupatia shilingi 10,000, wewe change wakati huo huna. Kwa hiyo huna change, unatoka hapo dukani, unaacha duka likiwa wazi, na wewe yule mteja ambaye haumfahamu, unatoka pale unaona kwamba change nyumba ya jirani au mtaa wa jirani. Yuko peke yake. Yeye umejitakia. Pale umeweka vitu yako, vitu yako kila kitu, draw za hela ziko pale pembeni na nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuwa ni vitu ambavyo ni vya kizembe. Kwa unakosa tu mtu makini, kwa sababu mtu umjui from nowhere, ndio kwa mara ya kwanza anakuomba shilingi 10,000 na muachia duka lote. Unaenda kuomba change mtaa wa jirani. Kama ni duka la simu, basi kuna simu zingine ziko pale na nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo mpaka urudi, yeye achukua simu zake 3, simu 4. Ashapita nazo na change yake umemrudishia na akapata faida, mwisho siku anakuachia wewe kilio na kulialia. Mitandaoni watu wengi wanatapeliwa wapi? Mitandaoni kuna utapeli mwingi sana mtandaoni. Kwa mfano kama hizi kupitia hizi teknolojia, mtu anaweza akatengeneza profile kwamba yuko Marekani na akatumia namba ya nje kabisa ya Marekani. Akaweka pale kwamba anaitwa maybe Jack Crane, yuko Marekani. Picha kabisa unaona wewe ni mzungu kabisa, lakini kumbe mtu uko Tandale tu. Kwa katika harakati za kuja kwenye DM, anakudm pale, akisha kudm unajua huyo mtu labda ni mtu ambaye yuko nje, anakuambia nimependa sana sehemu unakaa Tanzania, nishaje kuja Tanzania, kwa napendelea kuja sehemu fulani, lakini samani labda pengine nimekosea namba, lakini nimekuona wewe ni mtu mzuri, ni mtu mwema. Umeona? Kwa katika harakati zao naweza kujimwaga mwaga kwamba huyu mzungu rafiki yangu. Ngoja jimalize hapa. Anakuambia labda mimi huko na tabia za kufanya kuleta mizigo yangu nchini Tanzania. Kwa sababu ya ukarimu wako, kuna zawadi ambayo nataka nifanyaje? Nataka nikupatie. Kwa ndakuletea labda iPhone 17 ambayo utakwenda kuipokea sehemu gani ambayo wewe uchague sasa ambayo unapenda kwenda kuipokea. Wewe unachagua labda airport au ukachagua bandarini. Kwa ukishachagua pale, anakuambia basi sawa, mizigo yangu naifunga labda baada ya wiki 2 inakuja hapa. Kwa baada ya wiki 2 kweli unapigiwa simu na namba ambayo iko Bongo sasa. Anakuambia mizigo imefika, mtu fulani anakutajia majina yako kabisa. Fulani. Uliona wasiana mtu fulani ametuma mzigo wako, njoo uchukue sehemu fulani. Kwa unapokwenda kuchukua ule mzigo, kumbe yule ambaye unawasiliana kama ni mzungu ndio yule ambaye amekupigia simu sakiwa namba ya Bongo. Ukifika pale anakuambia labda huo mzigo ambao umeshafika ni iPhone 17. iPhone 17 labda ni milioni 4 au milioni 5 tuseme. Kwa anakuambia hii simu tumepiga gharama ya ushuru wake ni 60,000 au 70,000. Kwa ndio ulipie shilingi ngapi? Shilingi 70,000 tu ili uweze kupewa simu yako. Kwa unapompa shilingi 70,000 anakuambia basi sawa, ngoja kuchukua ile receipt au kanisubiria pale, ni hii hela sitaki ingie ofisini, nataka niipige juu kwa juu. Kwa hiyo kanisubiria tu pale. Kwa wakati wewe unatoka pale kichwa chako, unaamini kwamba hujafanya kazi yoyote, shughuli yoyote, unategemea iPhone 17. Yaani hivyo, kwa unashangaa mtu anaingia ndani kwa usiku kupiga receipt, mtu kama katokomea. Kwisha. Mwisho wa siku unaingia pale ndani unauliza jamani, hapa ndo simu mwaka zinafika au mizigo inafikia hapo? Wanakuambia hapa hii sehemu tunauza dagaa, tunauza sio chumvi, hakuna vitu kama hivyo. Kwa mwisho wa siku mtu anapigwa kama hivyo. Ni mambo ya kimitandao. Na utapeli kwa mwingi sana. Sasa kuna utapeli mwingine Facebook unatembea.
kuna Nandi Supermarket au jina la msanii, unakuta msanii kisha mtu msanii mkubwa. Mpaka mimi pia majina yangu yanatumika sasa hivi. Pengo Makeke sio anatangaza biashara kwa bei nafuu. Sasa anatangazia wafanyakazi watu mbalimbali biashara kwa asilimia kadhaa. Kwa ukiwa na 200,000 anakutangazia matangazo wiki nzima. Na wewe kichwa kwa sababu tu mtu ameweka profile ambayo inaonyesha picha ya Pengo Makeke na jina namba pale ambayo sio namba ambazo hazihusiana na huyo mtu, unaamini moja kwa moja. Hiyo Nandi Supermarket watu wamelia sana. Iko Facebook huko. Mtu anakuambia Nandi Supermarket amefungua supermarket, msanii sasa Nandi. Kama kafungua supermarket, kwa hiyo leteni form ili muweze kufanya kuweza kuapply. Kwa hiyo ukipeleka form anakuambia moja kwa moja hapa umeshapata kazi. Kwa hiyo ndio ulipie hela ya form ambayo labda ni shilingi 40,000. Sasa wewe unaomba kazi. Tena unawalipa ili ukapate pesa. Unataka tena utoe pesa ya nini? Pengo, kwa sababu ya muda ziko bilioni zimeongezwa, zimefika bilioni 50. Wow. Hongereni content creators. Ana mambo ninayotaka mimi. Mmejiandaje kwanza? Tumejiandaa kuchukua mzigo. Mzigo inabidi uchukuliwe ili mambo mengine yaendelee. Inabidi tukavunje kamati pia. Dubai pale, unajua tena. Kazi na dawa. Pengo, bilioni hizi zinatolewa kwa ajili ya kuwezesha kazi hii ya content creators. Haikutambulika mwanzoni kabisa. Lakini kwa ukubwa sasa hivi inapewa heshima. Hii inabadilisha nini kwenye tasnia yenu? Kwenye tasnia inaongeza kipato kwa sababu unajua kwenye ambacho kinakuwa kinawatesa sana content creators ni production. Production ina gharama sana. Na production ili uweze kuiendesha lazima uwe na pesa kidogo ambayo za kukimu ili uweze kusogea mbele. Kwa hiyo vikao vinatokea vitu kama hivi ambao vinakuwa vina push kazi ili iweze kwenda mbali zaidi. Na ukiangalia kwa sasa hivi content creators kipaumbele, yani ndio kipaumbele zaidi kwa sababu kazi zao zinafika mbali zaidi. Mtu anaweza kawa Russia lakini akaanza kufuatilia vituko ambavyo vinafanyika Tanzania. Ndiyo, ni kweli. Kwa mtu kama yule pale akiwezeshwa kwa masuala ya kifedha, ataweza kuwa na mic nzuri, ataweza kuwa na kamera nzuri, akienda location ateteleki kwa sababu location zingine zinakutaji ulipie. Umeona labda location kwa mfano mimi content zangu zinahusu uhalisia. Nahitaji labda nikodishe apartment. Kwa lazima nikodishe apartment. Kwa sio lazima nianze kujieleza jamani naomba pale na swala ya kuomba. Mtu takiwa ulipie kama ni kwa siku au kwa nini unalipia. Sasa hizo hela zinatoka wapi? Kwa hivyo vitu kama hivi vinakuwa vinasaidia na vinapush. Content creators wana elimu hiyo sasa ya wanapewa mizigo wanawezeshwa kifedha. Mna elimu ya matumizi ya fedha au ndio tutaenda kula bata? Sinza. Yaani kwa sababu hata hela ya mkopo, unaweza kuchukua hela ya mkopo moja kwa moja ukaenda kuifanyia kitu. Lazima utenge ka asilimia kujimaliza. Kakuvunjia kamati. Kama ukichukua mfano ukichukua milioni 100. Uweze kusema milioni 100 yote utakuwa serious ununue mavifaa. Siku zinaenda afu tuko nje ya muda. Lazima utange hata kama milioni 20 bwana. Utakukatumbua kidogo. Kuna kulisha twiga unajua. Dubai bundi anakaa hapa. Unaweka hapa. Mambo haya. Sasa lazima uvunje kamati ili unapokwenda kuifanyia ile kazi ile pesa ambayo umepewa ili uweze kurudisha kwa wakati. Akili pia inabidi iwe refresh na vitu kama hivyo. Kwa sababu tu ya muda tunakimbia. Ile hoja ambayo ameizungumza ya msingi sana. Usichokijua rafiki yangu, wengi hao wanaochekesha watu ni watu wana msongo wa mawazo noma balaa sana. Na wanateseka sana na stress sana. Kwa sababu kwa bahati mbaya hawezi kujichekesha. Hatari. Uongo au ni kweli? Kwa anapozungumza kuhusu kupumzisha akili usifikiri anawaza tu bata kichwani, lakini pia wao wanahitaji muda wa kupumzisha akili ili na wao wawaze. Yani kila siku kuwaza kitu cha kumchekesha huyu achekeshwe huyu achekeshwe sopoa. Yaani unawaza kesho mtu umpe nini? Na ndio mtu kila siku anakuangalia. Na kama huyu anatengeneza utapeli. Kwa kila siku imagine utapeli. Hebu niambie mwenyewe hapo. Yo kweli. Basi hivi ni saa 2:15. Tunashukuru sana Pengo kwa kuja. Pengo liko wapi? Pengo lipo. Unalo? Lakini sasa ili ulione ndio mtu au ndio ile kaondoka kaacha Pengo. Mtu wa karibu anaweza kaliona vizuri zaidi. Kwenye kuvunja kamati. Basi tumekuwa na kampani bora sana. Asante pia kwa wengi ambao wamefuatana na sisi. Ni muda wa kibiashara zaidi, lakini tumezungumza na Fadhili Atik, ndio jina lake hilo. Wengi tunamjua kama Pengo Makeke. Kanini yaka? Ni kanini. Kanafanya nini ya? Acha mambo haya. Basi wakati mwingine Pengo tukipata muda zaidi tutapiga story zaidi. Tuanze tu ni kwenye kibiashara zaidi. Biashara zaidi inaletwa kwenu na Yas.
Haya jamani, shughuli tunayo hatuna? Shughuli tunayo hatuna? Haya jamani, ndugu zangu wajumbe, kama mnavyoelewa, shughuli ni watu na watu ndio mimi na wewe. Zimebaki siku chache sana June achukue jiko. Jamani, michango, nakumbusha michango. Simamia michango ya shughuli yako kwa urahisi ukitumia huduma ya mchango kutoka Mix. Iwe harusi, kitchen party, baby shower, msiba au shughuli yoyote ile unayohitaji michango ya watu wako. Utapata ripoti za michango na ahadi. Utaweza